tukiwalea vijana kupambana na kubeti, tukiwalea vijana kazi yao ni kucheza kamari, tutambue ya kwamba tutapata jamii ya vijana wa Kitanzania, wawe Waislamu na wawe si Waislamu. Tutambue ya kwamba tutafata vijana ambao hawana uwezo wa kufikiria wala hawako tayari kufikiria maendeleo. Watakuwa ni vijana ambao wao wanasubiria wale tu na kupata riziki kwa njia za maajabu ajabu na kwa njia nyepesi, lakini hawatokuwa tayari vijana hao kufikiria kuhusu umuhimu wa kilimo. Hawatokuwa tayari vijana hao kufikiria namna gani ya kuweza kuwa na viwanda. Hawatofikiria namna ya kufanya biashara. Hawatokuwa vijana wa kwamba ajitahidi aweze kufanya kazi ili apate riziki yake ya halali kwa kupitia kazi. Kamari ikienea katika jamii yetu, kamari ikiachwa isambaratike, isambae ndani ya jamii ya Waislamu na jamii ya vijana wa Kitanzania, tutambue ya kwamba tunatengeneza vijana ambao hawatofikiria hata siku moja wao wakaajiriwe au wakawaajiri watu, wao wakafanye process na harakati za kilimo au kuzalisha. Hawatofikiria hivyo, watafikiria kula mali za watu kwa njia ya haramu. Wewe unapoingiza kiwango cha pesa shilingi 2, shilingi 500, ukapata milioni 10 kama inavyokuwa katika kubeti, hii milioni 10 umepata kwa njia gani? Hii ni kwa njia ya haramu, ni kwa njia ya batili. Kwa hivyo jamii ya Watanzania, jamii ya vijana hawa tuliokuwa nao katika ardhi hii takatifu ya Tanzania, kama wataachwa vijana hawa wacheze kamari, tutambue ya kwamba hatutokuwa na vijana wanaofikiria kuzalisha mali, wala wanaofikiria kuanzisha makampuni, wala wanaofikiria kukusanya na kupata pesa kwa njia ya halali.